Hatari ya kuonesha mafanikio yako. Kama bado unaona huwezi kufunga siri, basi wewe na mafanikio sio rafiki. Watu wengi wameharibu mustakabali wao wenyewe kwa midomo yao wenyewe. Ukiona mdomo wako utakukatisha, basi ufunge ama ushone, ndipo tuendelee na safari. Sasa haya ni mambo matatu ambayo hupaswi kamwe kushiriki na mtu, na nikwambie tu hilo la tatu litakushangaza na labda limeshawahi kukugharimu. Kitu ambacho hukijui ndicho nakwenda kukisema hapa. Endelea kutazama na ujifunze. 1. Matatizo yako binafsi. Matatizo yako ni ya kuhifadhi kwako mwenyewe. Unadhani unafunga kwa upole na mvuto utahurumiwa. Ukweli ni kwamba unawapa watu silaha zilizojaa risasi, wakisubiri tu siku wanayotaka kukutumia dhidi yako, huku wakitabasamu usoni. Jua tu ya kwamba hapa ni duniani na watu wengi hawataki kukusaidia, wanataka hadithi yako tu, mapambano yako, kuanguka kwako, nyakati zako za giza. Hiyo ni burudani kwa watu dhaifu. Mapambano yako yanapaswa kuwa kwenye diary yako tu, si kwenye group chat, sio mezani wakati wa chakula, si kwenye vikao vya kujieleza na watu wanaosherekea kwa siri machafuko yako. Wapo, tafakari kwa siri, shinda hadharani. Namba 2, mahusiano yako. Bwana, kinachotokea kati yako na mwenza wako si mambo ya mtu mwingine yeyote. Hakuna kabisa. Sio mama yako, sio rafiki zako wa kiume, sio rafiki zako wa kike. Hakuna mtu. Kwa sababu hiki ndicho kinachotokea kweli. Wewe unaweza kumsamehe mwenza wako vizuri tu, ukuaji, ukomavu unakaza. Lakini unajua nini? Binamu yako hakumsamehe, rafiki yako bado anakumbuka. Sasa una watu 12 wanaobeba chuki kwa jambo ambalo tayari lilitatuliwa kati yako wewe na mwenza wako. Wawili wazima mkamaliza. Wewe uliendelea mbele, lakini hadhira ulioitengeneza ilibaki kwenye drama, na kundi hilo pole pole litaharibu kitu kile kile ulichokuwa unajaribu kukilinda. Kitu ambacho watu wawili wanaweza kurekebisha kimya kimya huharibika mara tu unapoongeza maoni ya mtu wa tatu. Mahusiano yako sio podcast, acha kuyatangaza. Kama wewe ni mwanaume unayeangalia hii na uko serious na mindset yako, nguvu zako, viwango vyako, nimetengeneza kitu kinachoitwa kitabu, Kanuni 7 za kijana mtukutu, na ndio jina lake. Na niwe wazi kabisa, hiki si kwa wavulana, hiki ni kwa wanaume. Wanaume waliokata tamaa ya kukanyagwa, kupuuzwa na kudanganywa kihisia na dunia inayonufaika na mkanganyiko wao. Nitumie text mtukutu kwenye inbox na nitakutumia linki binafsi. Mizaa weka pembeni, namba yangu iko hapo juu kwenye cover ya chaneli hii. Hakuna michezo hapa, ni ukweli tu, jinsi wanaume wanavyotakiwa kuishi. Basi pia kama umechoka kusikiliza video nyingi, jiunge na grupu langu la WhatsApp linaloitwa 365 Mission, ambapo tupo kwenye mission ya kufanikiwa. Hoja ya 3, mambo yako yanavyokwenda vizuri. Bro, hili ndilo jambo hatari zaidi kushiriki. Unaendelea kupanda ngazi, unajituma kimya kimya, mambo yanaanza kukaa sawa, na kitu chako cha kwanza unaenda kuambia watu, brother. Hapo ndipo mtego ulipo, kwa sababu ukuaji huvutia umakini, na si kila umakini ni msaada. Watu wengi watakutabasamia usoni, alafu usiku wanaomba uanguke. Huo sio uoga wao wa kufikiri, lakini ni kutambua mifumo. Hii hapa ndio sehemu itakao kuvuruga akili. Wivu hauonekani kila mara kama chuki. Wakati mwingine unaonekana kama ushauri. Utasikia una uhakika na hilo. Wakati mwingine utasikia kama kukujali hivi, eti sitaki humie tu. Wakati mwingine inasikika kama ushauri mzuri, na hapo ndipo unapokuwa hatarini. Sio kila kitu kinapaswa kushirikiwa. Sio kila kitu kinahitaji kuelezwa. Sio kila kitu kinahitaji hadhira. Baadhi ya vitu hukua vizuri zaidi kimya kimya. Kimya sio udhaifu. Kimya ni mkakati, bro. Wanaume na wanawake hatari zaidi katika historia walikuwa wakisonga kimya kimya. Walijenga gizani na walionyesha matokeo tu. Andika mtukutu, kama umechagua kulinda maisha yako dhidi ya mahusiano, ni kutumia kitabu ufaidike. Andika 365 kama unahitaji kujiunga kwenye grupu letu la mafanikio. Hizi ndizo aina za content ambazo YouTube huzika na kuficha. Bonyeza subscribe, kama sivyo hutaniona tena. Tunashare yale ambayo dunia haitaki uyajue. Tumia hekima tu, utanielewa.
Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume, na hii ni AEGC Speaker, na hapa tunaangalia ukweli ya maisha.